jukumu la kupambana na unyanyasaji wa kijinsia ni la wewe, yule na sisi wote, kwa sababu hata nyumbani kwako pia yawezekana lipo, unaweza kuwa usilifahamu. Haya ni matokeo ya mradi uliotekelezwa kuanzia Agosti 2025 hadi Juni 2026 uliolenga kuongeza uelewa wa umma kuhusu athari za ukatili wa kijinsia na kingono kwa manusura uliotekelezwa na Women Action Towards Economic Development, yani WATED, kwa kushirikiana na programu ya upatikanaji wa haki kwa wanawake na watoto, yani SAFE, iliyotekelezwa kwa pamoja na GIZ Tanzania, Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa kweli tunawashukuru sana na hongereni sana wote wadau mlioshiriki kwenye jambo hili. Ukatili wa kijinsia ni changamoto inayogusa utu, haki, usalama na maendeleo ya jamii. Athari zake huwapata wanawake, wasichana, wanaume, wavulana, makundi mengine katika jamii. Kwa upande wa serikali, imeendelea kuchukua hatua kuhakikisha udhibiti wa vitendo vya ukatili wa kijinsia na ulinzi wa manusura. Hatua hizo ni pamoja kama zifuatazo. La kwanza, kuanzisha kikosi kazi cha ulinzi wa watoto dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kilichozinduliwa tarehe 22 Julai 2022 na kuanza kazi rasmi tarehe 14 Septemba mwaka 2022. Kufikia Februari 2026, manusura 233 na kuwapatia huduma mbalimbali muhimu kama nyumba salama. Lakini kituo hiki kimefanikiwa kupunguza muda wa upelelezi na mashtaka katika makosa yanayohusu ulinzi wa watoto. B, utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili. Awamu hii inafikia ngazi ya kijamii, kata na vijiji, mitaa. Lengo lake ni kuhakikisha kuwa wananchi wanafikiwa kwa utaratibu kuhusu elimu ya ukatili wa kijinsia. Tumeshuhudia wataalamu mbalimbali, mawakili wakiendelea kutoa elimu, lakini pia na kuweza kufichua mambo mengi ambayo yalikuwa yamejificha ya unyanyasaji wa kijinsia. Wito wangu kwa jamii ni kutofumbia macho masuala ya ukatili wa kijinsia. Tuzingatie heshima, usalama na faragha ya manusura. Tuchukulie kila taarifa ya ukatili wa kijinsia kwa uzito na kuchukua hatua bila kuchelewa.